Kazi ni moja tu, kuzungumza na wadau wa soka hapa. Bado naendelea kupata maoni yao kuhusiana na video referee support ambayo inatumika kwenye ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2026-2027. Nipo na mdau mwingine wa soka hapa, atajitambulisha jina lake, alafu tutaendelea kuzungumza kuhusiana na teknolojia hiyo. Bwana brother, kwema? Kwema, vipi hali? Salama kabisa. Kwa niaba ambaye natutazama, angetamani kujua jina lako. Kwa majina naitwa Mohamed Rashidi Marunku. Sawa. Wewe ni kwa sababu nguo zako bwana hazionyeshi huko timu gani, lakini tunaamini kwamba hapa Tanzania mashabiki wengi wamegawana huku na huku, upande wa Simba na Yanga. Wewe pengine unaweza kutufahamisha huko upande upi? Mimi bwana niko upande wa Yanga. Wananchi. Wananchi. Yanga dam. Swadapta. Naam. Bwana, sawa, kuna huu mfumo ambao tunautizama kwa sasa unatumika kwenye michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, video referee support. Kwako wewe, kwa namna gani ambao umekuridhisha kwenye raundi hizi za mwanzoni? Huu mfumo wa video support kwa upande wangu mimi umeniridhisha kwa kiasi kikubwa sana. Huu mfumo ni kipindi kirefu sana watu tulikuwa tunalilia kwamba tupate kitu cha kutusaidia katika kwenye waamuzi, kipate kutusaidia kama kuwasaidia, yani kurahisisha kutoa yani kuadhibu kwa urahisi zaidi. Nikirudi nyuma kidogo nakumbuka tulikuwa na malalamiko mengi sana ya kuhusu uamuzi. Mpaka baadhi ya viongozi baadhi, kwa mfano huyu kiongozi wa Azam alikuwa alizungumza kwamba anataka ajitoe kutokana na uongozi mbaya wa mimi nafikiri kwamba hayo malalamiko ndio hayo malalamiko yamepelekea vitu kama hivi vimekuja. Na toka ilipokuja hii mimi nafikiri kwamba malalamiko yanapatikana ni wale watu wachache tu wasiokuwa na uelewa, lakini wenye uelewa kinachoonekana ni uhalisia. Mimi sioni kama kuna shida, yani kinatusaidia na kipo, yani hivyo mimi nafurahika kuwepo na hicho kitu. Nafurahika. Juzi timu yako ya Yanga ilicheza, walifungwa bao, by the way walikuwa ni Namungo, walipata bao kupitia kwa Charles Rukindo, bao ambalo kidogo iliweza kuleta utata, lakini baada ya kuangalia na kujiridhisha, hata viongozi wa Yanga walikiri kwamba ile ni chuma halali. Yanga ni timu ambayo ni bora sana. Yanga ni timu ambayo ina uongozi, yani tuseme Yanga ni timu ya kimataifa. Ipo fit. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo Yanga ni timu ambayo ni bora na Yanga sijui niizungumzaje. Yanga ni timu ambayo ipo kamili. Kwa hiyo vitu kama hivyo kupitia yani kitendo walichokiona na uhalisia hakukuwa na sababu ya kubisha, na ndio maana hatuko yani sijui nisemaje, Yanga iko wazi. Kwa hiyo tulichokiona pale na uhalisia wenyewe hakuna aliyebisha. Alafu kuna kitu kimoja nataka nizungumze. Yanga tumejiandaa kimataifa. Kwa hiyo kwenye kujiandaa kimataifa hivyo vitu vinavyoonekana pale, yani sisi hatuwezi kubisha kwa sababu sisi tupo tayari kwa ajili ya kupambana kimataifa. Kwa hiyo hivi vitu vinatupa funzo. Kwa hiyo hatuna sababu, hatuna shaka kuhusu hilo. Sawa. Ligi ambayo imeshaanza mpaka sasa, timu yako unaiona wapi mwishoni mwa ligi? Japo ni mapema sana kuizungumzia, lakini performance ya haraka kwenye michezo kadhaa ambayo umeiona, umecheza na Simba mchezo wa ngao ya jamii ukaibuka mshindi, kwa mwendelezo wa performance. Naomba nikuulize. Hivi wewe Yanga unaionaje? Wewe Yanga unaionaje? Yaani hilo swali. Wewe Yanga unaionaje? Mimi kwa hilo swali lako jibu langu ni kwamba Yanga naiona kama timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Yanga nilidude ambalo alishikiki. Wewe wala usipepese. Yanga nilidude. Kwa hiyo sasa wewe
ukipambana na lidude ambalo halifahamiki, lolote linaweza likakutokea. Okay. Kwa hiyo maajabu ambayo yanatokea kwa Yanga, Yanga hatujajipanga kwa ligi ya ndani. Kwa hiyo ligi ya ndani sisi tumeisha imaliza. Kwa hiyo sisi tunajipanga kwa ajili ya ligi, yani mambo ya kimataifa tu. Kwa hiyo huku ndani hatuna shaka. Yani hawa swala la kusema kwamba labda sijui video support kuiogopa kufenyeje, Yanga sisi hatupo huko kwa sababu tumeisha maliza huko. Kwa hiyo chochote kinachoonekana kije tu ambacho kinaweza kusaidia kinamna yoyote, sisi tunakabiliana nao kwa sababu sisi tumejipanga kwa ajili kimataifa. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo vinatokea vya kawaida, si tupo sawa tu. Sawa. Wewe ni shabiki wa Simba, wewe shabiki wa Yanga, kumradhi, shabiki wa Yanga. Wewe ukipata nafasi ya kuzungumza ama kutoa ushauri kwenye uongozi wa Young Africans, unaweza ukawaambia kitu gani? Uongozi wa Yanga? Mimi naona Yanga wamekamilika kila sekile. Yani sioni nitashauri nini. Uongee kitu ambacho yani unaona kama kinaendelea shida ama kipo vizuri, yani unaweza kakichagiza ama kakiongeza timu ikaendelea kuwa bora zaidi. Sisi ili timu iwe bora zaidi, mimi nilichokuwa nakiona tuwahi tukamilisha uwanja wetu. Basi hilo tu. Kwa sababu mimi sioni kama Yanga ina mapungufu. Yani mimi upande wangu Yanga sioni katika, yani sioni kuna sehemu kama kuna madhaifu. Tuko sawa kila idara, kuanzia uongozi uko fiti, wachezaji ndo usiseme, siju benchi la ufundi. Yani Yanga sisi kwa kila kitu yani hata unajua mimi nikwambie kitu. Mimi sio mchezaji. Lakini mimi nikichukuliwa ukiutizama ule mimi nikachukuliwa nikavalishwa jezi ya namba yoyote bana, tumeleta likaingia pale Yanga ama upewe ile asharulile ile namba 15. Nakwambia hivi mimi hata yani nikavalishwa tu jezi nikatupiwa pale uwanjani, mradi tu nipo kwenye timu ya Yanga, hata kama sijui mimi ni moto. Mimi ni moto. Mimi ni moto. Kwa hiyo Yanga, mtu yoyote anakwenda kuchezea Yanga, hata kama tukimtoa mtu yoyote ambaye unamuona Simba mbaya, tukaja tukamtupa pale, lazima awake moto. Lazima awake kutokana na mfumo tuliokuwa nao, uongozi nini. Yanga mimi siwezi kuizungumzia vibaya kwa kweli. Siwezi. Kwa hiyo ombi lako ni kwamba uwanja ukamilike mapema. Kamilike tu uwanja basi, turudi nyumbani. Basi habari ya kutangatanga mimi sipendi hivyo. Tukae kwetu ni namna gani fresh, maisha endelee. Kwa hiyo kwa huu mfumo kama ni Simba watalia sana. Yani watalia sana. Na timu ndogo hizi tuliona timu nyingi sana zilizokuwa zinadhulumiwa kwa sababu labda tuchukulie Yanga ni timu kubwa au Simba ni timu kubwa, inashindwa wanashindwa kupewa haki, lakini kupitia hii kila mmoja, maana refa atamdanganya sijui imeangaliwa kwa engo hii imeangalia, lakini kwa ile inaturahisisha. Kwa hiyo Simba watalia sana. Wewe waache walie, lakini sisi hatupo huku. Sisi tupo kule. Kwa hiyo hatuwezi kuwazia hivi vitu kwa sababu tutakabiliana nao kule. Hivyo. Ni hivyo. Bwana, mimi nikushukuru sana shabiki wa Yanga. Asante sana. Asante sana. Haya. Karibu sana. Asante. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.